إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لا يوصينا صيام كذلك كوزيشia nafsi zenu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Unwani ya khutba yetu leo hii itakuwa ni yenye kuzungumzia suala muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya Muislamu, juu ya njia anayopita kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala wa huwa al-ilmu sharafuhu wa alamatuhu wa hukmuhu. Elimu yenye manufaa. Tutazungumza katika hutuba yetu leo hii kuhusu ilmu yenye manufaa, alama zenye kuonesha elimu yenye manufaa na utukufu wake, na hukumu ya kujifundisha ilmu yenye manufaa. Al-ilmu an-nafi', tutazungumza kuhusu ilmu yenye manufaa, alama sharafuhu, utukufu wake, wa alamatuhu, na alama zinazoonesha na kuiashiria ilmu yenye manufaa. Muda gani wewe utazingatiwa kuwa unayo ilmu yenye manufaa, wa hukmuhu, na hukumu ya kujifundisha hiyo ilmu yenye manufaa. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, i'lamu rahimakumullah, jueni Allah tabaraka wa taala akuhurumieni. Innal ilma an-nafi', hakika ilmu yenye manufaa, aslu din, ndio msingi madhubuti wa dini, wa asasul hidayah, na ndio msingi wa uongofu, wa bihi tahya alqulub, na kupitia ilmu yenye manufaa nyoyo za waja wa Allah zinabaki kuwa hai, wa tastaqimu al-a'mal, na matendo yao yanasimama sawa sawa, wa yatamayyazu al-haqqu min al-batil, na inajipembua haki kutokana na batil kwa sababu ya ilmu. وقد رفع الله تبارك وتعالى أهله درجات، na Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua watu wanaosoma ilmu madaraja ya juu. Waja'alahum warathata al-anbiya, na Allah akawafanya wao kuwa ndio warithi wa mitume. Fahariyun bil muslim, basi ni wajibu ulioje kwa Muislam an ya'rifa sharafa, kujua na kutambua utukufu na fadhila za mtu kusoma ilmu hii. Utukufu na fadhila zinazopatikana
kwa sababu ya kusoma hii ilmu. Wayuhsina talabah, na akishajua afanye vizuri katika kuitafuta hiyo ilmu. Wayamala bihi, na aifanyie kazi hiyo ilmu. Fa'lamu rahimakumullah, jueni enyi waja wa Allah, Allah akurehemuni, anna lililmi nafi', hakika inayo ilmu yenye manfaa, sharafan adhima, utukufu uliokuwa mkubwa, fil ibadi wal bilad, kwa waja wa Allah na katika miji yao. Min sharafil ilmi nafi', basi miongoni mwa utukufu unaopatikana kwa sababu ya kusoma ilmu yenye manfaa, alilmu nafi', khairu dunya wad din, elimu yenye manfaa ni sababu ya kupatikana kheri na baraka katika dunia ya mtu na dini yake. Kama qala alayhi salatu wassalam, kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yeyote ambaye Allah amemtakia kheri na baraka na mazuri katika maisha haya dunia na kesho akhirah, yufaqihu fi ddin, anamfahamisha katika dini. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Fatafaqahu ayuha nnas, basi jifundisheni dini yenu enyi watu. Fatafaqahu fi ddin, jifundisheni kuhusu dini yenu hii. Liyarzuqakumullah fahman sahihan lilislam, ili Allah akupeni nyinyi ufahamu uliokuwa wa sawasawa wa kuifahamu dini yenu ya Uislamu. Watafahamu alqur'ana was-sunnah, na muifahamu Qur'an, kitabu cha Mola wenu mlezi, na sunna za mtume wenu Muhammad alayhi salatu wassalam. Wata'budu Allah ala basira, na mumwabudu Allah tabaraka wa taala juu ya utambuzi. Watabtaidu ani shirki, na mujiweke mbali kutokana na shirki, wal kufr, na ukafiri, na unafiki, na bid'a, na maasi mbalimbali. Wa hadha a'dhamul khair, na kuwa hivi mtu ndio kheri iliyokuwa kubwa. Hii ndio kheri iliyokuwa kubwa, liannahu sababu an-najati fil akhirah, kwa sababu mtu kuwa katika hali hiyo ndiyo sababu ya kupata uokovu katika maisha ya akhira. Wa khairun fi dunyakum, bali ni kheri hii ilmu, ni kheri katika dunia yenu. Mkisoma hii ilmu, Allah tabaraka wa taala atakupeni kheri katika dunia yenu, bil aish ala tumanina wal istiqrar, kwa kuishi maisha ya utulivu na ya utengemavu lianna salaha ad-din, kwa sababu kutengemaa kwa dini kunakotokana kusoma ilmu, yaqudu ila salahi dunya, kunapelekea kutengemaa kwa dunia ya mtu. Wa min sharafihi ayuha an-nas ibadallah, na miongoni mwa utukufu wa kusoma ilmu ya kisheria, annahu nurul qalbi wat tariq ila Allah, kusoma ilmu ni sababu ya kupatikana mwanga na nuru ya moyo wa Muislam, na nuru katika njia anayopita kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi ta'ala, wa qauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, walakin ja'alnahu nuran, lakin sisi tumeifanya Qur'an kuwa ni nuru, kuwa ni mwanga. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tunamuongoza kwa mwanga wa hiyo Qur'an yule tunayemtaka katika waja wetu. Kwa hiyo kusoma hii ilmu ni sababu ya kupatikana nuru katika moyo wako, ni sababu ya kupatikana nuru katika njia unayopita kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alqalba biduni ilm, kwa sababu moyo wako wewe utakapobaki bila ya ilmu, yakunu fihi jahlun, basi patapatikana ujinga katika moyo wako. Watakhabbutun, na kujigonga gonga katika visa vya upotevu na fitna. Watakhlitun baina alhaqi walbatil, na kuchanganya baina ya haki na batil, kwa sababu hauna ilmu. Lianna alilm, kwa sababu ilmu yuwadhihu alhaqaiqa, ndiyo ambayo inaweka wazi mambo yalivyo. Utajua bid'a kwa
kwa sababu ya kusoma, utajua shirki kwa sababu ya kusoma, utajua tauhid, utajua sunna kwa sababu ya kusoma ilmu. Kwani ilmu ndiyo ambayo inatuangazia sisi mambo na tukayaona mambo kama vile yalivyo. Ayuha nnasu ibadallah, alilmu yahdi lima yurdi Allah. Elimu inawaongoza watu katika kufanya mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzilu shahawat, na inaondosha matamanio, washubuhat, na shubha na mambo ya shaka. Waman ta'allama alilma, na yeyote yule ambaye atajifundisha ilmu, akhadha kaannahu shihabun yahriqu bihi ash-shayatin, itakuwa hii ilmu ambayo amejifundisha ni kama kijinga cha moto ambacho kwacho atakuwa anawachoma mashaitani. Wa misbahan, na hii ilmu utakapoisoma itakuwa ni kama taa, yuniru lahu at-tariq, ambayo itakuwa inamwangazia njia ya kupita kwa Allah tabaraka wa taala. Bal ilm ni harisun, ni mlinzi ambao yahrisu qalbaka min ash-shubuhat wash-shahawat. Ilm ni mlinzi anayeulinda moyo wako kutokana na shubuhat na shahawat. Bal ilm ndio dhakhiratul muslim, ndio akiba ya muislam. Baada ya kufa kwake yeye bado ataendelea kupata thawabu kwa sababu ya ilmu aliyokuwa ameisoma. Wal ilmu sabilun wahidun, na ilmu ndio njia ya kipekee lilkauni ma'a salaf salih, inayomsaidia mtu kuwa pamoja na wema ambao wametangulia. Liqaulihi tabaraka wa taala, kwa maana ya kwamba haiwezekani, si rahisi mtu akawa pamoja na maswahaba na attabi'un na atba'u tabi'in muda wa kuwa ni mjinga asiyejua njia ambayo wao waliipita, na hilo linahitajia kusoma ilmu shar'i. Haiwezekani kwa muislam akawa pamoja nao illa bita'allumi al-ilmi shar'i. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, wa qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuata masahaba kwa ihsan, kwa itqan. Qala ibn Qudamah rahimahullah, faman ahabba al-kauna ma'a as-salaf, yule anayependa kuwa pamoja na wema waliotangulia min as-sahabati wat-tabi'in wa atba'i at-tabi'in, wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bih, na awe ni mwenye kuahidiwa yale ambayo wameahidiwa wao, min al-jannati war-ridwan, kutokana na mabustani na radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Falyattabi'uhum biihsan, basi na awafuate masahaba na attabi'un kwa wema, kwa ihsan, kwa itqan. Qala al-allamatu al-Fawzan waffaqahu Allah ta'ala, ay bi'ilmin wa ma'rifatin bimanhajihim, kwa maana ya kwamba awafuate kwa ilmu na utambuzi wa kuitambua njia ambayo wao waliipita. Na hilo haliwezekani bila ya wewe na mimi kukaa darasani tukasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnasu ibadallah, wa min sharafihi, na miongoni mwa utukufu wa ilmu, annahu dhirwatu rif'ati was-saada. Elimu ndio kilele cha utukufu. Elimu ndio kilele cha kuwa mtu, ndio kilele cha ujuu na utukufu katika maisha ya dunia na maisha ya akhirah. Qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawanyanyua na kuwaweka juu na kuwapa utukufu wale ambao wameamini miongoni
katika kutaka fatwa ya mambo mbalimbali na nasaha mbalimbali za dini na dunia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, والتأثير في المجتمع, na kuwa ni mtu mwenye athari iliyo nzuri katika jamii. Waqad yujlisu Allah, bali Allah huenda akamkalisha mtu mwenye ilmu katika viti vya wafalme, viti vya watu wakubwa katika hii ardhi, kwa sababu tu ya kusoma ilmu. Wa min sharafi annahu yurithu alkhashya, na miongoni mwa utukufu wa ilmu, elimu inaambukiza hofu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Qala Allah taala, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wanaomwogopa Allah kisawasawa ni wale wenye ilmu. Liannahu bililm, kwa sababu mambo yalivyo kupitia ilmu ya kisheria, yudriku almuslim, anapata kutambua muislam qudrat Allah wa quwwatah, uwezo wa Allah na nguvu yake Allah, ikapelekea yeye kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Wa ya'lamu annahu yasma'uhu wa yarah, na anapata kupitia ilmu kujua kuwa Allah anamsikia na anamuona. Fayakunu khashi'an, basi akawa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ala qadri ilmihi, kwa kadiri ya ilmu alivyonayo, kwa kadiri ya ilmu aliyonayo aliyoisoma. Kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, man kana billahi a'rafa, yule ambaye atamwogopa zaidi Allah, kana lahu akhwafa, basi atakuwa ni mwenye kumwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, wa'lam annahu laysa kullu man ta'allama al-ilma, mnatakiwa mfahamu, jueni kwamba si kila aliyesoma hii ilmu ya qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba, basi eti anakuwa ni khashi'an. Anaweza mtu akakaa darasani akasoma ilmu shar'i, lakini asiwe ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ilma alladhi, kwa sababu elimu ambayo yurithu al-khashyata, inampelekea mtu, inamwambukiza mtu kumwogopa Allah, huwa al-ilmu an-nafi', ni ile elimu yenye manufaa, alladhi yadkhulu al-qalba, ambayo inaingia ndani ya moyo, wa yuathiru fi suluk, na inaathiri mwenendo wa mtu anaoupita katika maisha yake ya dunia. La mujarrada hifdhu al-ma'lumat, si kwa kuhifadhi tu ilmu, ukahifadhi Qur'an, ukahifadhi hadith, ukahifadhi aqwalu salaf, basi ukaishilizia hapo, basi na kuingiza ilmu hiyo ndani ya moyo wako na ukaathirika katika mapito yako na mwenendo wako, hapo hautanufaika na ilmu. Ewe ndugu yangu Muislam, qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, laysa al-ilm bikathrati riwaya, elimu si kusoma riwaya nyingi sana ukahifadhi riwaya nyingi sana. Innama al-ilmu khashyatullah, bali ilmu ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, tujitahidi kusoma hii ilmu ambayo itatuathiri katika mapito yetu na mienendo yetu na maisha yetu, ila an nalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah al-afiyya was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس عباد الله, enyi watu waja wa Allah, tushajua tayari kuwa ilmu ni kitu sharifun jidda, ni kitu kitukufu mno na ni kitu cha thamani mno. Na ukishalijua hilo, basi inawajibika sasa ujue hii ilmu yenye manufaa maana yake ni nini, ili uipupie, kwa sababu haiwezekani kwa wewe kuipupia hiyo ilmu wa anta la ta'rifuhu, wakati hauijui hiyo ilmu, hauitambui hiyo ilmu. Kwa hiyo baada ya kujua sharaful ilm fi dini wa dunya, basi watakikana kujua ma huwa al-ilmu an-nafi', ni ipi elimu
anatakiwa aisome. Sisi wenyewe na wake zetu na watoto wetu na familia zetu kwa ujumla tunatakikana kuzielekeza katika ilmu hiyo. Sio elimu ya kupiga madufu, wala sio elimu ya kusoma mawalid, wala sio elimu ya ziara, wala sio elimu ambazo watu leo hii wameziendea pupa na ukiangaliwa wala hazijawaathiri kwa chochote, bali alilmu nafi ayuha nnas, elimu yenye manufaa yenye waja wa Allah, huwa ma'rifatul haq, ni kuitambua haki, bidalilihi, kwa dalili yake, min alkitabi wassunnati sahiha, kutoka katika kitabu cha Allah na sunna sahihi za mtume alayhi salatu wassalam, ala fahmi salafi salih, juu ya ufahamu wa wema ambao wametangulia, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, katika kauli zako na matendo yako na itikadi yako. Hii ndio ilmu ndugu zangu, hii ndio ilmu ndugu zangu. Qala al-imam al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, wal ilmu an-nafi', na elimu yenye manufaa. Imam ibn Rajab anasema na ilmu yenye manufaa huwa dhabtu nusus al-kitab was-sunnah, ni kudhibiti dalili ambazo zimekuja kwenye Qur'an na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, wa fahmu maaniha, na kufahamu maana zake hizo dalili, wataqayyud fi dhalik, na kujifunga katika kufahamu hizo dalili, bil ma'thuri, kwa yale ambayo yamepokelewa ani sahaba, kutoka kwa masahaba, wattabi'in, na attabi'in, watabi'ihim fi maani alquran walhadith, na wale waliofuata wao katika maana za Qur'an na hadithi za mtume alayhi salatu wassalam. Hadha huwa alilm, hii ndio elimu ndugu zangu. Kwanza usome kwa kuhifadhi au kwa kuandika maandiko yaliyokuja kwenye Qur'an na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Ukishayasoma hayo kwa kuyahifadhi au kwa kuyaandika, basi hatua ya tatu, ufahamu maana ya kile ambacho umekisoma kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Na ukishafahamu maana yake, jambo la tatu, ufahamu tafsiri ya maneno hayo kama ambavyo wametafsiri wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na attabi'un na atba'u tabi'in. Hapo tunasema umeisoma ilmu shari. Waqala al-imam الحسن البصري رحمه الله تعالى، لا نسمع الإمام الحسن البصري الله أمرهم، العلم علمان، elimu ziko mbili, alilmu ilman, elimu ziko mbili. Kwa hiyo ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, ndani ya markazi hii ambayo namuomba Allah tabaraka wa taala aihifadhi na ailinde an kulli su'in wa makruh wa min kaidil kaidin, ailinde kutokana kila jambo baya na chuki za wenye chuki na husda za wenye husda. Wanafunzi wenzangu, tulabu ilmi wenzangu, tujikite katika kuisoma hii ilmu ash-shari ambayo itasimama katika misingi hiyo. Qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba. Elimu ni mambo matatu, amesema Allah, amesema mtume wa Allah, wamesema masahaba. Hii ndio ilmu. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. elimu amesema Allah, amesema mtume wake, wamesema masahaba. Hao masahaba ndio wenye ufahamu wa sawasawa juu ya yale ambayo ameyasema Allah na ameyasema mtume alayhi salatu wassalam. Hii ndio ilmu ndugu zangu ambayo sisi tutatakikana kujikita juu yake na wala tusihangaishwe na yasiokuwa haya. أيها الناس عباد الله، قال الإمام الحسن البصري، أمسام الإمام الحسن البصري: العلم علمان، علم زكومبيلي، علم على اللسان، علم جو يوليمي، علم إليو جو يوليمي،
sunnatullahi ala ibn adam. Hiyo ilmu ambayo inaishilizia kwenye ulimi ndiyo hujja ya Allah tabaraka wa taala juu ya mwanadamu. Wewe ukasoma ilmu lakini elimu yako ikaishilizia kwenye ulimi tu pekee, ni hodari wa kuzungumza qala Allah qala rasulullah, lakini wewe ukaishilizia hapo tu ukawa ni hodari wa kuzungumza. Hiyo ni elimu ya kwanza. Wa ilmun fil qalb, na elimu ya pili ni elimu iliyo ndani ya nyoyo, ndani ya moyo. Fadhaka alilmu nafi, hiyo ndio elimu yenye manufaa, hiyo ndio elimu yenye kunufaisha watu wake. Kwa hiyo sisi wanafunzi, sisi waislamu, tunapokwenda kusoma ilmu shari, tunatakikana kusoma kwa ajili ya kuzitengeneza nyoyo zetu, na si kusoma kwa ajili ya kuzifanya hodari ndimi zetu katika kuzungumza qala Allah na qala rasulullah, na yakikusanyika yote mawili ni nurun ala nur. Lakini jambo la msingi ni sisi kusoma ili nyoyo zetu ziwe ni zenye ilmu, zenye kumwogopa Allah, zenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, wa qala rahimahullah, wa min alamati al-ilm an-nafi, na miongoni mwa alama za ilmu yenye manufaa, annahu Imam al-Hafidh Ibn Rajabi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anasema, wa min alamati al-ilm an-nafi, na miongoni mwa alama, tushajua tayari ilmu yenye manufaa ni kitu gani. Utajuaje kwamba wewe unayo ilmu yenye manufaa? Min alamati al-ilm an-nafi, al-Imam al-Hafidh asema miongoni mwa alama za elimu yenye manufaa, annahu yadullu sahibahu, elimu yenye manufaa inamuongoza, inamuonesha mtu aliyeisoma hiyo ilmu, ala al-harabi min ad-dunya, juu ya kuikimbia dunia na kutoitolea macho sana dunia, huku akiacha akhirah. Wa a'dhamiha ar-ri'asa wash-shuhra, na kubwa katika yale ambayo elimu yenye manufaa inamkimbiza mtu wake na wala asiwe mwenye kutolea macho, ni kutotolea macho uongozi na kutotolea macho maarufu. Haya maneno yamesema al-Imam rahimahullahu ta'ala. Wa min alamati al-ilm an-nafi, na miongoni mwa alama za ilmu yenye manufaa, anna sahibahu la yadda'i al-ilm, mtu aliyesoma ilmu yenye manufaa yeye hadai kuwa ana ilmu, hajigambi kuwa yeye ana ilmu, bali kila anavyosoma anajiona kwamba yeye si chochote na si lolote. Wala yafkharu bihi ala ahad, wala hajifakharishi kuwa yeye ana ilmu kwa yeyote yule. Wala yansubu ghayrahu ila aljahl, wala hanasibishi ujinga kwa mtu yeyote yule atakayekuwa, illa man khalafa as-sunnah, isipokuwa yule ambaye atakhalifu sunna, na wale waliokhalifu, illa man khalafa as-sunnah, isipokuwa yule ambaye atakhalifu sunna, fa innahu yatakallamu fihi ghadaban lillah, kwani yeye atamzungumza huyo hali ya kukasirika kwa ajili ya Allah, la ghadaban li nafsi, na si kwa ajili ya kukasirika, na si kukasirika kwa ajili ya nafsi yake. Wala qasdan lirifatiha ala ahad, wala si katika hali ya kukusudia ili yeye awe juu kuliko mwingine yeyote yule atakayekuwa. Hiyo ndio alama ya mtu ambaye ana ilmu yenye manufaa. وقال الإمام الحسن رحمه الله تعالى, إنما الفقيه الزاهد, hakika mwenye fiqhi ya dini, mwenye ufahamu wa dini ni yule aliyeipa mgongo dunia, albasiru bidini, mwenye utambuzi wa dini yake, almudawimu ala ibadati rabbih, mwenye kudumu juu ya kumwabudu Mola wake mlezi. Wa fi riwayati anhu, na imekuja katika riwaya nyingine, mwenye ilmu ni nani yenye manufaa? Anasema rahimahullah, alladhi la yahsudu man fawqah, ni yule ambaye amesoma ilmu kisha hamhusudu yule aliyemzidi katika ilmu. Wala yaskharu mimman duna, wala hamdharau yule ambaye yuko chini yake. Wala ya'khudhu ala ilmin 'allamahu Allahu ajra, hadha huwa al-alim, huyu ndio mwenye ilmu, na hii ndio alama ya kwamba mtu huyu ana ilmu. Amma
hukumu taallum alilm alshari, ama hukumu ya kusoma ilmu ya kisheria. Fa hukmuhu wajib, kusoma ilmu ya kisheria ni jambo la lazima. Ziko ilmu ambazo ni wajib na ziko ilmu ambazo ni wajib ya kila Muislamu, na ziko ilmu ambazo wakizisimamia wachache wanaotosheleza basi yanadondoka madhambi kwa waliobaki. Lakini ma'al asafi shadid, katika jamii ambazo leo hii tunaishi, jamii yetu imekuwa ni jamii ambayo hata ile ilmu ya fardhu ain walioisikia ni wachache, bali hata ile ilmu ambayo ni fardhu kifaya wakitekeleza wachache ambao wanatosheleza, yanadondoka madhambi kwa waliobaki. Jamii ambayo leo hii tunaishi nayo haitoshi, haina wataalamu wanaotosheleza katika ilmu ambayo ni fardhu kifaya. Angalieni jamii ambayo leo hii tunaishi nayo, wangapi ni wataalamu wa ilmu ya mirath na elimu nyinginezo ambazo ni fardhu kifaya? Ni wachache mno, kiasi kwamba hawatoshelezi. Bali iko miji ambayo hakuna mtu mwenye ilmu anayejua anayejua mirath inagawanywa vipi, kuonesha hali namna ambavyo iko mbaya. Sasa kama kwenye fardhu kifaya hali iko hivyo, vipi kuhusu fardhu ain, elimu ambayo inamgusa kila mmoja? Hali huko imezidi kuwa mbaya zaidi. Kwa ndugu zangu, kutafuta ilmu ni jambo la lazima. Liqaulihi ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua hakika, jifundishe na ujue hakika hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Qala al-Imam al-Bukhari, babun, huu ni mlango, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Unakuambieni nyinyi Waislamu, someni kwanza dini yenu kabla hamjaoa, kabla hamjaswali, kabla hamjafanya ibada mnazozifanya. Na hii haina maana mziache hizo ibada, bali fanya jitihada ya kusoma kile ambacho unakifanya wakati hauna ilmu nacho, kwani njia hiyo ni njia ya Mayahudi, ni njia ya Manasara, ambapo wao walifanya ibada kemkem, lakini bila ilmu, lakini pasna ilmu, pasna kusoma na kuwa na ufahamu na hizo ibada. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, mlango huu wa al-ilm ni mlango adhim, ni mlango mkubwa na ni mlango mtukufu. Napenda kuihusia nafsi yangu, kadhalika kuzihusia nafsi zenu, kutokuuacha mlango huu, bali usiridhie kuwa mjinga katika dini yako. Jitahidi kupupia kusoma dini yako, ni mmoja, ni kijana au ni mtoto mdogo au ni mzee, ni mwanaume, ni mwanamke. Fa alaykum bil ilm, ni juu yenu nyinyi kusoma ilmu shari', liannahu sharafun fi dunya wal akhirah, kwa sababu elimu ni utukufu hapa duniani na kesho akhirah. Fakhlisu niyatikum fi talabi, basi takaseni nia zenu katika kuitafuta hiyo ilmu. Watawakkalu ala Allah fi tahsilih, na mtegemeeni Allah katika kuipata na kuitafuta hiyo ilmu. Wataadabu ma'a mashayikhikum, na muwe na adabu nzuri kwa walimu wenu na mashekhe wenu na wasimamizi wenu. Wawaqiruhum, na waheshimuni hao. Walzamu gharzahum, na lazimieni na njia yao wao. Thumma siru ala tariqih, kisha piteni juu ya njia ya kutafuta ilmu. Min ghairi ajzin wala tawan, pasi na kuchoka, pasi na kuwa na uvivu. Wa'malu bihi qawlan wa amalan wa i'tiqada, na muifanyie kazi hiyo ilmu katika kauli zenu, matendo yenu na itikadi. Wataawanu fima bainakum, na saidianeni nyinyi kwa nyinyi. Fima bainakum ala talabi, saidianeni nyinyi kwa nyinyi katika kuisoma hiyo ilmu. Asina uwezo asaidiwe na wenye uwezo, ili naye aipate ilmu. Wasbiru ala ma talqauna fihi, nasubirini, kuweni wavumilivu juu ya yale ambayo mtayapata katika njia ya ilmu. Min adha wa mashaqqa, kutokana na udhia na shida na tabu. Wadumu ala dhikrillah, na dumuni katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraqabatihi, na kumchunga yeye Allah, kwani mlipo yeye Allah yupo hapo kwa ilmu yake subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa almuwaffiq walhadi, yeye Allah ndiye ambaye atakuwafikisheni na ndiye
kuongozeni ila tariqi al-ilm ila al-mamat innahu waliy dhalika wal qadir alayh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'alu Allah al-afiyah was-salam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqim as-salat.